Saleh, inakuaje? Safi kabisa. Mambo vipi? Kwema bwana, umepoa kweli kweli. Bwana, tumepoa kwa sababu kupoa kuna raha yake. Kujichechetua ni matatizo. Bwana, maneno yalikuwa mengi lakini finali ni Zanzibar New Amaan Complex, na umeionaje lakini finali hii, maandalizi kwa ujumla wake mara baada ya kufika hapa New Amaan Complex, kwa sababu nadhani pia umefika mapema kidogo. Jana nienda kutembelea Amani, nimeona maandalizi yanaenda vizuri na naona kila kitu kiko safi, na nimeona serikali ya Zanzibar imechukua hili jukumu kama sehemu ya Tanzania. Kwa hiyo naona kabisa maandalizi yanakwenda vizuri na naamini kila kitu kitakuwa tayari kwa wakati kwa ajili ya mchezo huu mkubwa wa finali ambao unakuja kuchezwa Zanzibar, na nafikiri ndio finali kubwa zaidi kuchezwa kwenye uwanja wa Amani na kuchezwa hapa Zanzibar. Ni finali kubwa Amani lakini Zanzibar. Technically sasa tuende kwenye masuala ya kiufundi. Tutarajie mchezo wa aina gani mara baada ya kuona taswira ya mchezo wa kwanza kule uwanja wa Manispaa ya Berkane Morocco? Kwanza tuamini utakuwa ni mchezo mgumu. Mchezo ambao unakutanisha timu mbili zenye kaliba tofauti sana. Kwa maana ya timu moja ikiwa ni timu yenye wachezaji wengi waliokusanywa wenye uwezo, wachezaji ambao wamepatikana niseme kwa ile maso kubwa ya kifedha, wamejumlishwa pamoja na wana kila aina ya muonekano tofauti, kwa sababu ni mabingwa wa Morocco wakiwa na mechi nyingi mkononi. Lakini pia ni timu ambayo wameingia finali hizi mfululizo mara nyingi katika kipindi hiki kifupi cha miaka 5, 6, 7. Lakini wana kocha ambaye pia amekwenda finali na ameshinda pia akiwa na timu tofauti lakini na timu yao pia. Kwa hiyo ni timu ambayo utasema kabisa kwamba unapozungumza kwenye soka la Afrika unayazungumzia kaskazini kama the best part ya soka la Afrika, na sasa hivi inaonekana ushindani mkubwa huko Morocco pia. Na moja ya timu za Morocco, ukiangalia timu kubwa za Morocco ki record na historia huwa ni Wydad Casablanca pamoja na Raja Casablanca. Lakini kidogo utakuja labda Rabat wale na kadhalika. Lakini hawa ambao wanatoka nje ya ile miji mikubwa wanaonekana kuchukua ule utawala, na sasa wanataka utawala wa Afrika. Kwa hiyo si timu nyepesi, na tumeona jinsi walivyocheza na Simba wakiwa kwao. Wamekuja sasa nyumbani kwetu, wanakutana na timu ambayo kwanza ilikuwa haijatarajiwa kufika finali. Ni timu ambayo ina wachezaji wachache sana wazoefu katika michuano hii. Ni wachezaji wachache sana ambao nafikiri hata walikuwa na ndoto ya kufika kucheza finali ya Afrika kwenye age yao. Lakini leo wamefika na wanacheza, na bahati mbaya kwa wanakutana na timu bora. Sasa mtihani wao ni kwamba kama wataonyesha ubora wa kuweza kupambana na Berkane na kuishinda, maana yake naamini kabisa watakuwa wameingia kwenye dunia nyingine ya soko kwao, ya soko kwa Simba, kutangaza ukubwa wa Simba, na sasa kesho ndio itakuwa nafasi yao. Raha zaidi ni kwamba football ni mchezo ambao hauwezi ukachezwa chumbani. Ukiwa unacheza chumbani usio football, wewe itafutie jina jingine. Lakini football inachezwa hadharani na watu wanaona. So ni kazi kwao kuprove hadharani, na football ilivyo, kama utashindwa kufanya vizuri kwenye misingi yake, hata ukiwa kwenu unaweza ukaadhibiwa pia. Simba wanakutana na timu ambayo kwenye record za CAF Confederation Cup msimu huu, chana hiyo msimu mingine, msimu huu ndio timu bora zaidi kwenye kulinda, ndio timu bora zaidi kwenye kufunga. Kwa hiyo sasa wana kazi ya kuvuka hicho kigingi au huo mtihani mkubwa na kulibeba kombe wakiwa nyuma kwa mabao mawili. Tuwe fair kwamba kuishinda Berkane na kubeba kombe kunahitaji maandalizi bora, utayari na usahihi, kwa maana kwa targets ambayo iko sahihi. Sasa kama watakuwa nje ya hiyo, maana yake nafasi itakuwa haina. Kwa sababu Berkane kwa ubora wao wa ulinzi wanaweza wakazuia wasifungwe bao mbili. Lakini kwa ubora wao wa kucheza kama timu wanaweza wakafanya vizuri, wakashinda, wakaongeza bao moja au mawili, ambapo tena ni mlima mkubwa kwa Simba. Kwa hiyo ni mechi ambayo watu wanapaswa kukaa wakaiangalia kimpira zaidi na sio kishabiki. Sawa sawa. Simba wanauelekea mchezo huu akiwa nyuma kwa mabao 2-0, na mchezo wa kwanza kule Morocco hawakupata hata shot on target, lakini wanazungumza remontada, kwa maana ya kupindua matokeo. Unaona Simba wakiwa na nafasi ya kufanya hicho ambacho wanakiamini watakwenda kukifanya New Amaan Complex? Ipo.
Nafasi ipo, lakini inategemea approach yao itakuwaje. Ipo kwa sababu this is a football game. Inatoa nafasi kwa kila mtu kulingana na alivyojipanga siku hiyo. Ipo kwa sababu Simba wameprove sehemu nyingi sana na wamebakiza kuwa kwenye Confederation Cup kwamba wao ndio King of Africa kama watafanikiwa kuitoa au kuishinda timu ya Morocco. Kwa sababu kwa msimu huu kama unakumbuka kwenye zoni ya kaskazini ambayo ni bora zaidi, Simba walianza na Libya. Walifanya vizuri, wanakwenda makundi baada ya kuitoa Ahli Tripoli ambao kule kama unakumbuka ilikuwa sare, hapo wanakuja wanashinda kwa 3-1. Na walivyoingia makundi wakakutana na timu mbili tena za kaskazini ambao walikuwa na Constantine pamoja na Sfaxien ambao ni mabingwa mara nyingi zaidi wa Afrika. Ukiangalia kama utalinganisha mechi mbili zile za makundi, tungefanya kama zingekuwa ni za mtoano, kama tusipeleke kwenye mtoano. Ugenini Simba walifungwa 2-1 na Constantine, lakini hapa wakashinda 2-2. Wakiwa na Sfaxien hapa walishinda 2-1, kule wakashinda 1-2. Kwa maana yake wao ni wababe wa timu hizo za kaskazini. Kwenye hatua ya mtoano wakakutana na timu ya Egypt, wakafungwa kule 2-2, hapa wakaja wakapindua ikawa 2-2, wakaenda kwenye penalty wakavuka. Kwa hiyo ukichukua ile zoni ya kaskazini wameshinda dhidi ya timu ya Morocco, Algeria, Tunisia na Misri. Kwa timu pekee wamebakiza au sehemu wamebakiza ni Morocco ambao one of the best kwenye hiyo zone. Sasa wataishinda timu ya Morocco. Kama watachukua ubingwa dhidi ya timu ya Morocco, maana yake kwenye msimu huu Simba ndio watakuwa wababe wa kaskazini. Kwa maana yake ndio timu pekee, na hata ukiangalia tayari wameshatuheshimisha kwamba ukiangalia kwenye CAF Champions League na CAF Confederation Cup timu zilizoingia ni za zone 4. Ni za zone 3. Ni zoni ya kaskazini, zoni ya kusini na zoni ya mashariki ambayo Simba peke yake wametubeba kwa sababu Mamelodi na Pyramids ni zoni ya kusini na kaskazini. Hawa Berkane ni zoni ya kaskazini pia. Afu Simba ndio wameingia kutuwakilisha sisi kwenye Eastern. Kwa hiyo tayari wameshatupa hiyo heshima ambayo tunapaswa pia kuwaheshimu, lakini wana kazi kubwa ya kupita dhidi ya timu nyingine bora kutoka zoni ya kaskazini. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa ina mambo mengi sana, na wachezaji wa Simba licha ya kwamba nilikwambia ni wachezaji wengi wadogo, si wakomavu kwenye hii michuano ya kimataifa, lakini wametuprove kwingi kwamba wangeweza kufanya. Mimi ninaamini bado wana nafasi ya kufanya, lakini wanahitaji utulivu, wanahitaji ukomavu, wanahitaji kuamini kwamba hata hivyo wanapokwenda kucheza unaweza ukashangaa Berkane wakaanza kutangulia tena. So wanauvuka vipi huu mlima? Wanafanya nini? Concentration yao iwe kubwa kwa maana ya kulinda, concentration yao kubwa kwenye finishing, kwa sababu ukiangalia Simba kutengeneza nafasi especially wanapokuwa wanacheza nyumbani sio issue. Unakumbuka wakati Simba imefuzu kwenda finali, watu walikuwa wanalalamika tunapelekwa Amani, hatuna bahati napo, lakini mimi nilikuwa nikisema Simba wamevuka kwenda finali kupitia Amani Stadium. Kwa ilikuwa hakuna haja pia ya kulia sana baada ya kuona imeshindikana. Sasa kama nataka pachezwe hapa, Amani ni nyumbani kwa Simba na ninaamini bado wana nafasi ya kufanya vizuri wakiwa hapa. Sawa. Tukiangalia magoli mawili ambayo Simba wameconcede ugenini, kwangu mimi kwa jicho langu naona yalikuwa ni magoli, unaweza kusema technical labda walizidiwa uwezo, lakini pia kuna namna ambavyo walikuwa kama wako switched off. Goli la kwanza la kichwa cha Mu ambaye alipaswa kuruka na Ngoma, wote hawakuwa kwenye position ya kuweza kuruka kiasi kwamba goli linafungwa na Kamara. Goli la pili ni pasi kutoka kwa mlinda mlango Kamara kwenda kwa Kagoma, pasi ambayo inaonekana kama ilikuwa chonganishi. Kagoma anapoteza possession, Waarabu wanafunga goli la pili. Kuelekea katika mchezo huu, na unaweza ukazungumza zone wise, nini ambacho kikosi cha Simba kinapaswa kufanya kuanzia kwa mlinda mlango wao mpaka kwenye nafasi yao ya ushambuliaji? Concentration. Yaani kikubwa ni concentration. Na hata Simba pia ni timu ambayo haijafungwa mabao mengi sana ukiangalia. Lakini ukiangalia 95% ya mabao yaliyofungwa ilikuwa ni individual mistakes. Same imetokea. Umetaja kuhusiana na kipa pia, wakati timu yake tayari ilikuwa haiko vizuri kwenye shape. Kwa sababu hawa ni wazuri, ni wataalamu, wanaweza wakajua wamefanya press so fast wakijua kabisa hawa bado hawajawa kwenye ile position ya kufanya. Lakini ukiangalia pia
uwezo wa wachezaji kwamba Berkane pia wana wachezaji wazuri na wana uwezo wanapokuwa kwenye box, kwa sababu utulivu wa mfungaji wa bao la pili, ukiangalia idadi ya Simba na wao hawa walikuwa wachache sana na Simba walikuwa wengi, lakini bado mtu akaweza kufunga, akiangalia positioning ya kipa, akiangalia upitishe wapi mpira katikati ya watu. Kwa hiyo pia timu ya kuona kwamba hawa wana wachezaji bora zaidi. Lakini goal la kwanza ni concentration. Hawezi kutoka mtu akakimbia akaenda kupiga kichwa ukiwa unajua kabisa huyu mtu mrefu, kwa nini anakimbia, kwa nini atoka. Ilikuwa lazima aende na mtu akumdisturb, kufanya waruke wote, apoteze nguvu ya kupiga ule mpira kama alivyokuwa akiutaka, kwa maana ya target, lakini nguvu sio na nguvu kwenda kwenye goli la Simba. Ndio vitu ambavyo wanatakiwa kuvifanya. Berkane sio kwamba eti wakiwa hapa hawawezi kushinda. Niliona mimi mechi moja hata Simba imeenda kucheza na Bravo. Tukiwa pale Angola na wenyewe walikuwa wako pale wamekwenda kucheza na timu ya Angola, sikumbuki ni Esperanga au nani, lakini ukiona cheza yao ni kama vile wazembe fulani hivi, lakini ni timu ambayo wanacheza kwa utaratibu, kwa kuhakikisha vitu vyao vinakwenda kwa uhakika, with a very high concentration of what they want au what they planned. Kwa hiyo ni kazi ya Simba sasa kupambana na hicho, na hicho ni maana yake na nyinyi lazima muwe mna ile motive ikiwa juu kwamba mnataka kufanya kitu fulani na chenyewe kifanikiwe hivyo. Sasa wako tayari kwa hilo? Kama wapo tayari kwa hiyo, ushindani utakuwepo, mashabiki watawaunga mkono. Lakini kama hicho hakipo, mashabiki wanaweza wakawaunga mkono lakini siwe successful. Na mwisho mimi huwa nasema hivi, haya mambo yote mnafanya, Simba wanajiandaa na nini, watu wanakwenda kuwashangilia, lakini Mwenyezi Mungu ndo anajua mwisho wake unakuwa ni nini. Kilichopangwa kinakwenda kutokea, lakini kama hivi kila mtu afanye kazi yake, Simba waifanye kazi yao vizuri na watu wasiwekeze kuna kwenda ulaumu na nini. Nimesikia kule hadi walifanywa vurugu hadi waamuzi na nini, si ndio? Lakini Simba wao wajiwekeze kwenye kucheza mpira na mambo mengine wayaache. Sawa. Kwa kumalizia hapa kwenye kikosi cha Simba. Kikosi cha Simba kimekuwa hakina mabadiliko makubwa sana kwenye michezo yao mingi. Zaidi sana eneo labda la mbele kuendana na approach ya mechi. Mara nyingi kocha akiwa anataka kuhold zaidi timu atamwanzisha Ateba, akitaka kushambulia zaidi Mkwala. Selection ya mchezaji bora zaidi wakati wanahitaji matokeo siku ya kesho, kwa mawazo yako ambayo hamna mtu anaweza akayapinga, unadhani ni Mkwala, Ateba? Kwa mechi ya kesho mimi nafikiri wangeanza na Ateba. Kwa sababu ukiangalia namna wanavyocheza Berkane ni timu ambayo pia inategemea sana hub, kwa maana ya huku nyuma. Ile defense yake kwa maana 4 na 5 pia hata na 6 wao ndio watu wanapiga pasi nyingi sana za kuanza kuitengeneza acceleration ya timu yao, transition yao unaona inaanzia hapo. Kwa hiyo kwa Simba ni lazima wasiwape nafasi ya utulivu wale watu wa nyuma. Mtu pekee anaweza kawafanya kwamba wasio na utulivu kwanza ni Ateba. Kwa sababu hicho cha kwanza Simba wanabidi wakitengeneze. Sasa sijajua kocha yeye anataka kufanya nini, lakini bado najua Mkwala atakuwa na nafasi ya kuingia, na wakati mwingine kama Simba wakiona kama wanahitaji magoli zaidi wanaweza sasa zingine wakafanya hata hiyo double striker, wakaingia watu wote wale kwa ajili ya kuwa pressure zaidi wale, lakini lazima wakubali kwamba mtu atakayewasumbua wale watu wasio na utulivu ndo anahitajika kwenye kuanza hiyo mechi. Swali la kizushi, maneno yamekuwa mengi huko, mikono ya watu kuelekea kwenye mchezo huu, masuala ya ulozi yametajwa sana, vitisho vingi kwenye presi za Simba tumevisikia na vitu kama hivyo. Teki yako kwenye hili? Mimi bana siamini ushirikina. Mimi siamini, na ndio maana hata mara nyingi nimesema tanisamee watu wote ambao wanakuwa kwenye kitengo cha ushirikina kwenye hizi klabu zetu kubwa, wao ni masamjo tu. Ni watu ambao wanataka tu, wana miradi yao, wanataka wapate kitu kidogo. Lakini mimi siamini, lakini wanaoamini wapo wanaamini. Lakini football kipita kwenye misingi yake, unakuja kugundua hicho kitu hakipo. Kwa sababu hebu angalia, tuseme Manchester juzi wamekosa kombe, wamerogwa. Tottenham wameroga sana, lakini hakuna, utakuta tu ni maandalizi. Sasa hivi Madrid imeanza kuyumba pamoja na hela, maana kutaka kuniambia mganga wao kachoka. Utaangalia ni strategy za mpira, vitu vya kubadilisha ni vya mpira, na wakibadilisha watarudi. Barcelona sasa hivi wamerudi kuwa bora baada ya kustruggle kutokana na kile kipindi cha kina Puyo, Pique, Xavi, Iniesta wanaondoka, hao wamedrop, kina Messi wameondoka, wamedrop, wameanza kutengeneza watu upya. Sasa hivi wamerudi, kuna kina Yamal, kina nana wengine ambao wanafanya vizuri. Kulikuwa kuna mganga pale. Sasa kwa nini sisi tutegemee mganga?
Na kama mnasemaga bana sijui huko Sumbawanga ni hatari sana, sijui mbona hawapo hao watu sawa kwenye huko Sumbawanga wenyewe hata timu hakuna, au sijui Bagamoyo, mbona Bagamoyo mna timu ya daraja la kwanza. Kwa hiyo hivi vitu vimekuwa ni vitu vya watu na imani tu za kuamini, na saa zingine ni miradi ya watu kujipatia fedha zao, lakini hayo mambo mimi siamini. Na wakati mwingine hata kusema hawa wametuingilia na nini, inawezekana ni sababu za watu kutaka kuweka mazungumzo mengi tu, lakini kama nyinyi mnajiandaa mnaweza mkafanya mambo yenu. Kama kuna upande mwingine labda wanajipendekeza labda kwa Waarabu, sababu nimeona kajamaa kamoja anasema sisi askari ka Zanzibar sio ka nini, kako busy na Waarabu, ni vitu vya hakuna, ni mambo tu ya hovyo, mambo ya kitoto. Hata yule kukaa pale unajionyesha huko na wale Waarabu ni tu vitu tu hovyo tu na kuonyesha udhaifu, si ndio? Lakini ni vitu ambavyo naweza nikasema Simba kama wana concentrate na wanataka kufanya mambo yao, hawapasi kuvurugwa na vitu kama hivyo. Wawekeze na wafocus kwenye kile wanachokitaka. Hivyo vitu vingine vyote vinakuwa ni hadithi, hauwezi kuzuiwa na mganga, wala hauwezi kuzuiwa na hako kama mtu kamoja ambacho kanapiga kelele, lakini unaweza ukazuiwa kama wewe utaanza concentrate na yule kutoka kwenye kile ambacho unatakiwa kufocus. Kwa sasa ubingwa wa Afrika inaonekana kuwa ni ndoto ya kila Mtanzania. Kila Mtanzania bila kujali klabu gani anaishabikia. Lakini mtu wa kwanza kabisa ambaye labda alikuwa mbele ya muda wakati huo akiufikiria, na katika kipindi ambacho wengi waliamini haiwezekani, yeye aliona hayo maono, ni Bwana Mohamed Dewji. Hili lazima tuliweke sawa, licha ya kwamba wengi pia walifikiri. Huu ni mshikaji wako, rafiki yako ambaye mnazungumza vitu vingi kuelekea katika mchezo huu. Labda kuna namna, kwa sababu huu ndo mchezo wa mwisho wa kuhalalisha hiyo ndoto kama inaweza ikatimia. Mpata nafasi ya kuzungumza naye na labda amesema nini? Mimi sijapata kwa kweli nafasi ya kuzungumza naye kwa sababu mara ya mwisho nafikiri kama wiki 3-4 alisema atakuwa kwenye mwanae anahitimu chuo kikuu, mtoto wake wa kwanza. Kwa hiyo sikutaka kumsumbua tena kwa sababu najua atakuwa kwenye mambo yake ya familia na nini. Kwa hiyo sikuzungumza naye almost mwezi sasa. Kwa hiyo nikasema ngoja nimwache enjoy mambo yake na nini, lakini hata Simba ilipofika finali nilimkumbuka sana kwa sababu siku ya kwanza aliniambia bana, mimi nataka Simba itengenezwe. Hii ndio kilikuwa kipindi anataka kuwekeza, ndio anataka kuwekeza, hajarudi Simba. Lakini nikawa nakumbuka ile record yake kwamba wakati Simba inafanya vizuri mwaka 2003 alikuwa ni yeye, na alikuwepo. Kama kwa wale ambao wana picha zake unaweza kumuona yuko pale anashangilia na nini, wakati nafikiri Simba inaitoa Santos ya South Africa. Sasa wanakwenda finali dhidi ya Stella. Kwa hiyo yeye alikuwa Simba inaingia finali ya Afrika, yeye ndio alikuwa pale. Alivotoka unaona mambo yakawa magumu sana. Alivorudi ndio kilikuwa kipindi cha kuamka kwa soka la Afrika. Unajua watu hawataki kulisema hili. Sijajua kwa nini linawaumiza kulisema. Yaani mimi wasielewi. Na nataka kuwavika hii sifa watu wengine ambao hawahusiki kabisa, ambao walikuja baadaye. Kwamba baada ya kurudi Simba sasa hii robo finali zikafuruliza. Yani ikawa timu zetu sasa kuingia makundi sio issue tena, Simba kuenda robo finali sio issue tena. Paka alipotoka yeye. Lakini alipotoka yeye akaacha robo finali, amerudi tu kwa mara ya kwanza straight to the final. Sasa nikaanza kuona kama huyu jamaa, mimi siku ya kwanza alivyosema mimi nataka Simba nitengeneze ianze kupata budget kubwa taratibu mpaka tufikie, maana mfano wake ilikuwa TP Mazembe, Al Ahly. Lakini leo hata ukiangalia mfano tunaizungumza TP Mazembe na Simba kwa kipindi hiki current, watu wataizungumza Simba zaidi. Mazembe inaonekana kama imesha lose hivi au inataka ijitafute upya. Kwa hiyo ilipoingia finali, mimi mwenyewe natamani Simba wachukue ili aweze kutimiza ndoto yake ile na kutuonyesha kwamba kulikuwa kitu ambacho kinawezekana. Lakini Simba kwa sababu wanaingia finali ya Afrika kwa mara ya pili, ingependeza sana kama wangelichukua hili kombe pia. Kwa maana kuacha wameingia muda mrefu, wanakuja kurudi sasa hivi hata ile kombe la CAF lilisha ondolewa. Sasa hivi inaonekana ni kombe la shirikisho, lakini kama wameingia finali na wakachukua, nafikiri itakuwa ni chanzo kipya kwa timu za Tanzania kujijenga upya na kuamini zaidi kwamba sasa level sio robo finali peke yake, waweza kaenda finali peke, kwa sababu ukizingatia misimu miwili nyuma tayari Yanga walikwenda finali. It was like a surprise. Ukiangalia timu ilikuwa inakwenda robo finali mara nyingi ambao watu walitarajia ndio itaenda finali ilikuwa Simba, lakini Yanga wakaenda pale wakavuka mpaka finali. Bahati mbaya hawakupata nafasi ya kuchukua ubingwa, kwetu ikawa sio kitu kizuri kwa sababu Yanga wangechukua pia ingekuwa ni sehemu ya kuzivuta timu za Tanzania. Na inawezekana hata pia wamewavuta hata Simba sasa kuongeza nguvu kwamba robo finali sio mwisho,
Sababu kipindi kile Simba walikuwa hawana mtu anawaonyesha unaweza kaenda zaidi ya robo finali, si ndio? Lakini wakaenda zaidi ya robo finali. Kwa hiyo unaona inaweza kama imechangia pia Simba kuona sasa hawa sisi tukwenda robo finali mara nyingi au wametupita, acha na sisi tupambane. Wamepambana vizuri, wamekwenda finali. Sasa wako finali, ni vizuri wakalichukua hili kombe, na kwa sababu kumekuwa kuna bahati ya kumalizia nyumbani, hata kama kuna ugumu, lakini kama maandalizi ni bora, wakifanikiwa kuchukua watakuwa wametimiza ndoto ya mdau na rais wao. Lakini itakuwa ni chanzo na ufunguo mpya wa mpira wa Tanzania, kwamba finali sio issue tena na kuchukua kombe inawezekana. Kwa kumalizia, kuna wachezaji wengi wa Simba ambao ni kama wadogo zako. Zungumza kwa niaba sasa ya wa Tanzania wote, kama watapata nafasi ya kusikia kuelekea katika mchezo. Sasa wote ni wadogo zangu mimi. Kwa sababu watu ambao waiji yangu pale wakati anacheza na ni iji yangu ni Matola, ambao wao ni kocha wao msaidizi na ni mkubwa niseme. Kwa hiyo mimi wote pale ni wadogo zangu, wote wachezaji, yani hakuna mtu anaweza kutana sio mdogo zangu, lakini kuna watu wazima wenzangu kwa maana tukabia kidogo. Kina ndugu zangu wengine wenyewe ni wadogo zangu, kina Kapombe, kina Mohamed Hussein, ni wadogo zangu, lakini wale angalau unaweza kawaita wakubwa wenzangu. Ni watu ambao wanajitahidi. Kwanza mimi nimefurahi kuona pia Kapombe, Mohamed Hussein, Kinaishi wameingia finali, kwa sababu wamekuwa wapambanaji kwa muda mrefu kwa mpira wetu wa Tanzania. Wamekuwa mfano wa, unajua tunasajili wageni wa kila aina, lakini nabaki vile vile kwa beki wa kushoto bora zaidi wa muda mrefu zaidi ni Shabalala. Lakini beki wa kulia master kuliko timu zote unazoziona za Tanzania, kwa kila fullback uliyemleta, wa nje, wa ndani, wa kijijini na wa mjini, ni Shomari Kapombe, Baba Esther. Ni vitu vya kujivunia kuwa na watu wa aina hiyo. Leo wako finali na naamini kabisa wanastahili kubeba ile kombe. Kwa hiyo wacheze kwa ubora zaidi, lakini pia wawe sehemu ya kuhamasisha wale vijana, kupunguza utoto. Mimi natamani leo kesho ni uone ubora wa Kitinda Mimba, aifanye kazi yake vizuri Ahua. Mimi naamini is a talented player, na mimi nimekuwa kila siku nikimsema bila ya uoga. Na niliona kuna wakati fulani kuna wenda wazimu fulani walikuwa kisambaza kile clip cha Ahua, mimi nikisema kwamba mimi siridhiki na kiwango chake. Kipindi hicho alikuwa na magoli 4, nafikiri 5 au 4. Nikisema kwamba naamini ana uwezo, anaweza kufanya zaidi vizuri. Alafu kipindi ameshakuwa na magoli 15 ndio watu wanakisambaza kile, kama nimesema siku ile. Hawaonioni kama nilikuwa sehemu ya kumhamasisha hata angalau ameweza kufanya vizuri. Kwa hiyo lakini kwa sababu kwenye mpira huku tumejaza wenda wazimu wengi, wenyewe unawasikiliza kwa kutumia sikio la kushoto na wenye akili wanasikiliza kwa kutumia sikio la kulia. Kwa hiyo ninaamini kabisa na nafasi ya kufanya vizuri, na kila mchezaji wa Simba, mfano ukiangalia mechi ya Stellenbosch hapa Zanzibar, kila mchezaji wa Simba alipoteza nafasi, especially wale wa mbele. Ateba alipoteza, Mukwala alipoteza, Mutale alipoteza, Ahua alipoteza. Sasa nafikiri kesho itakuwa ni nafasi ya kulipa ya matumizi ya zile nafasi ambazo walizipoteza. Mimi kwangu niseme kila laheri kwa Simba, na wajue wana watu wengi nyuma wanawaunga mkono, lakini wajue wanakutana na timu ambayo ina uwezo bora, na wao ili kushinda na kushinda kombe. Maana kuna ushindi wa aina mbili kesho. Kuna kushinda na kushinda kombe. Unaweza ukashinda 2-1, ukashinda 3-2, ukashinda 4-2, ikawa bado wewe ndio umejitengenezea shida. Kwa hiyo na naamini kabisa kwamba kuna kushinda na kushinda kombe. Kama watashinda kombe kesho, nafikiri itakuwa ni jambo zuri zaidi, lakini kama nilivyosema toka mwanzo, lazima wao wawe kwenye ubora ambao ndio utaibeba nchi, utawabeba wao na utaitangaza Simba pamoja na wao wenyewe. Stori za usajili ndo habari kubwa namba 2 mjini. Kumekuwa na vingi, lakini mimi nianze na hivi ambavyo binafsi nipata nafasi ya kusikia mapema kabisa ukivizungumzia. Moja, nakumbuka kabla ya kelele zinazopigwa sasa hivi ulituambia mapema sana, inawezekana off mic labda na kwenye mic, juu ya kuondoka kwa Azizi mwishoni mwa msimu huu, lakini mimi pia ni miongoni mwa watu ambao walikusikia mapema kwamba Mzize yuko karibu sana kuondoka Yanga kuliko ambavyo inafikiriwa, ama kipindi kile ilivyokuwa ikikanushwa na vitu kama hivyo. Yanga mengi yanaendelea. Leo kuna taarifa nyingine za Jigi Diara na wenyewe kuwagawa viongozi na nini na vitu kama hivyo hapo. Taswira ya hichi kinachoendelea ndani ya Yanga kwako unaitafsiri vipi? Mimi nafikiri ni mafanikio kwa Yanga. Ukishakuwa na mafanikio, watu wengi sana wanaangalia kwako, unaanza kuwindwa. Lakini watu hawakuindi kwa ubaya, wanakuwa wanaangalia wale wachezaji wako bora, wanataka kuwachukua. Nafikiri mafanikio ya Yanga kwenda finali bado yana reflect mpaka leo hii. Watu wanakuwa wanawataka hawa kuwachukua na
kuchukua wachezaji, kwenda nao wachezaji. Lakini kwa Yanga hakuna ujanja, ni control yao sasa kwamba labda tumemwachia Mzize, tumemwachia sijui na fulani, basi sasa hivi basi inatakiwa to balance. Mfano nikupeni siri moja. Mimi nilipigiwa simu kwa sababu unajua waandishi wa Afrika tunakutana wakati fulani, tulikutana Morocco wote, the best sports journalists in Africa, ambao tulikuwa tumechaguliwa kila nchi mmoja, wawili, wenzetu walikuja tena watu watatu. Tukakutana Morocco, tukakaa tukafanya ziara ya mikoa kama 6-7 nafikiri, maana Casablanca, Rabat, Agadir, Fez, Marrakesh, nafikiri mikoa hiyo, kupitia viwanja na nini, kilikuwa kwa ajili ya AFCON ile ya kwao, kuona na kukagua na kushauri na kadhalika. Sasa tukafahamiana waandishi wengi. Sasa kuna mwandishi mmoja wa Burkina Faso akanipigia simu akaniambia Djigui Diarra anaondoka Yanga. Kwa Yanga wameanza kumapproach kipa wa timu ya taifa ya Burkina Faso. Kipa namba 1 wa timu ya taifa ya Burkina Faso ndio anamapproach na wanataka kumsajili kama mbadala wa Diarra, kwa sababu Diarra na yule kipa sasa ametoa mnasema nini, ametoa sharti kwamba kama Diarra ataondoka ndio atakuja, kwa sababu yeye hawezi kuja kukaa bench. Mimi nikamwambia mmeshauri hilo ni wazo zuri sana. Kwa hiyo inapendeza kama atakuja aje acheze, na kama Diarra anaondoka ni vizuri, lakini kama Diarra anakuja ategemea ushindani mkubwa sana. Akaniuliza mazingira ya Yanga, nikamwambia kwa kweli mimi sijui mazingira ndani ya timu yoyote, lakini ni timu bora kama unavyoiona, ni timu yenye ndoto ya kufanya vizuri, na mimi ninaamini kama walivyo kina Diarra akija hapa atakuja kujitangaza zaidi, kwa sababu soka la Tanzania sasa hivi liko juu na nini. Basi akanipa nafasi ya kuongea na yule kipa, sababu ni rafiki yake. Nikamwambia Tanzania is the best place, kwa sababu mimi I've been na Wagadugu, hata robo haiwezi kafikia ubora wa Tanzania, lakini kwa maana ya maslahi pia Tanzania ni bora zaidi. Kwa hiyo akasema basi haya bana, mimi ngoja niendelee mazungumzo yangu. Baada ya pale sijui aliendeleaje na wao Yanga na mazungumzo yao. Kwa hiyo yule tu alinifanya mimi nikawa alerted kwamba Diarra anaondoka. Na kama nilivyowaambia kule ile ya Aziz Ki pia, na yenyewe nilijua hivyo. Sisi tunajua kupitia hivyo kwamba huyu anakuambia hivi, anakuambia hivi. Umeona leo nimekuta, tulikuwa na wakati nimekuja nilikuwa na Miki. Ukikaa na Miki taongea, atakwambia hiki cha kwao na utamwambia cha huko. Kwa hiyo tunabadilishana namna hiyo taarifa. Lakini mfano Yanga, Azizi ataondoka. Azizi ameondoka, ilikuwa hakuna ujanja, kwa sababu yeye alikuwa na ndoto. Unajua kumzuia mchezaji anayekwenda kucheza FIFA Club World Cup ni kumzuia asiende, ni jambo baya sana. Na mimi niseme Yanga naona wamefanya jambo la kiungwana, na itaitangaza Yanga kama ni timu ukija ukifanikiwa they can give you chance to go, ambao mimi kwangu naliona ni jambo zuri sana. Lakini pia litawafanya wachezaji wasio waoga kuja na waone ya ukienda Yanga value yako itapanda na watakupa nafasi. Kwa mimi naona Yanga wamefanya jambo zuri, lakini sasa ni swala la kupima wao. Kama umemwachia mtu kama Aziz Ki, je, ni wakati mzuri tena kumwachia Mzize? Ni wakati tena mzuri kumwacha Mzize aondoke? Unaweza kalipress vipi watu wawili kwenye timu yako pale kwa wakati mmoja, na watu walikuwa na nafasi ya kucheza au walikuwa na impact kubwa kwenye course chako? Kwa hiyo ni jambo la kuliangalia pia. Nakumbuka Simba wakati fulani wale kuachia watu wawili kwa wakati mmoja na Mixon, baada ya pale uliona wakayumba sana. Kwa hiyo ni jambo la kupima pia, kuangalia yes fedha, lakini na timu yako inataka iende wapi. Kuja kutengeneza mtu kama Mzize tena itachukua muda gani? You can hold him for 1 year, mkatengeneza mtu mwingine labda, baada ya pale tena mkafanya biashara, kwa sababu kuna biashara na ubora wa timu yako pia. Kwa hiyo ni jambo zuri mimi kwangu naliona kwa Yanga, na hili linakuja kutokana na mafanikio waliyopata kwa misimu 2-3. Otherwise watu wasingekuwa na sababu ya kuja kutafuta wachezaji kwao. Simba wana sera ya kujenga kikosi chao, na jina moja wapo kubwa ambalo linatajwa huko ni la mshikaji wako wa karibu Faisal Salum Abdullah Feitoto, Zanzibar Finest. Zimekuwa taarifa nyingi, milioni 750, mshahara milioni 40, huku milioni 50, wengine wameenda sijui kuomba kwa wazazi na vitu vingine vingi sana. Wewe unafahamu nini kuhusiana na Faisal, Simba, Yanga na Azam? Ngumza naye sasa, sijui rumuzi wake utakuwa nini. Sina nafasi ya kumshauri kuna hili, kwa sababu kwenye football unamwacha naye aamue anataka kufanya nini. Lakini ungeniambia bana mimi nimshauri, mimi nilikuwa mkweli, ningemwambia it's a time for him to take the new challenge. Achague ni mawili, either kwenda Simba au kwenda nje ya Tanzania, kwa sababu hakuna ambacho hajakipata akiwa na Yanga, especially ukizungumzia hata ile finali wamekwenda, yeye alikuwa na mchango mkubwa sana. Yeye ndo alichangia wao waende finali.
Lakini ukirudi kwenye swala mimi naona kwamba akienda kama Simba tuseme, ataenda kupata new challenge ambayo hakuwa nayo, ukubwa wa Simba, kelele na nini, na yeye kutaka kwenda mbali na Simba zaidi. Nafikiri itamfanya awe na hamu zaidi. Au imeshindwa kama ulisikia siku na South Africa sikaiza Chiefs na nini. Nafikiri itakuwa ni vizuri ku accelerate kule pia akaenda kujaribu tests ya nje ya Tanzania. Lakini kama yeye atakuwa anaona vizuri tena kurudi Yanga, yani huyo ni yeye na uamuzi wake. Kwa hiyo hapa ni uamuzi wa Faisal, familia yake, timu yake ambayo inaweza ikamuamulia, lakini ni mtu ambaye naamini kabisa bado ana kitu kikubwa bado cha kukifanya kwenye mpira wa Tanzania, na mimi nikisema ungemchaguliwa hapa nikamwambia just take a new challenge.